utamtolea nini Mungu wako? Anachohitaji kwako moyo wako. Mpendwa msharika wa usharika wa KKKT Segerea, nichukue nafasi kukaribisha katika maandalizi ya kuelekea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka huu kwenye tukio la kipekee la ibada yetu ya sikukuu ya mavuno, ambayo awali ilikuwa tuifanye tarehe 2 mwezi huu wa 11 kama siku maalum ya kutoa mavuno fedha, na baadaye tarehe 9 mwezi huu wa 11 kwa ajili ya kutoa mavuno vitu. Lakini kutokana na katazo lililotolewa la watu kutokusanyika pamoja, lililopelekea ibada tarehe 2 kutokuwepo, kwa hiyo tumeazimia kiusharika tarehe 9 tutafanya tukio hili la kipekee la kumshukuru Mungu kwa kuwa na ibada moja. Ibada yetu itaanza saa 1 kamili asubuhi, na kwenye ibada hiyo tutatoa mavuno fedha, tutatoa mavuno vitu, na kadri Mungu atakavyokuwa ametujalia kwa yale ambayo tunakusudia kuyatoa. Niendelee kuleta ujumbe kwako na kwa watu ambao wako karibu nawe. Kwanza ujumbe ni kualika watu. Sasa ibada zimeachiliwa, katazo la kutokuwa na ibada limeondolewa. Kwa sasa hivi tunaweza tukaja kanisani kwa ajili ya kumwabudu Mungu, na kwa sababu tulishaandaa jambo hili la kipekee la kumshukuru Mungu kwenye sikukuu yetu ya mavuno, nichukue nafasi hii kukualika wewe na kukuomba umwalike yule atakayepata nafasi ya kusikiliza tangazo hili. Ujumbe wetu ambao unatuongoza kwenye mavuno yetu ni ule ule kutoka kitabu cha Zaburi ya 67. Kipekee tutakazia ule mstari wa 6, lakini kwa sababu ya umuhimu wa jambo hili naisoma Zaburi yote ya 67. Mungu na atufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake, njia yake julikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Watu na wakushukuru, Mungu, watu wote na wakushukuru. Mataifa na washangilie, naam waimbe kwa furaha, maana kwa haki atawahukumu watu na kuongoza mataifa walioko duniani. Watu na wakushukuru, Mungu, watu wote na wakushukuru. Mstari wa 6, nchi imetoa mazao yake. Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi, miisho yote dunia itamcha yeye. Zaburi hii ni zaburi iliyoimbwa na Mfalme Daudi, yenye maudhui ya kiibada, yenye maudhui ya kumshukuru Mungu. Hata katika maisha yetu, shukrani ni jambo la msingi mno. Kushukuru, ulinzi, uwezo na mamlaka vyote vinatoka kwa Mungu. Kuja kumshukuru Mungu kwa yale ambayo Mungu amekukirimia ni sehemu ndogo sana ya vitu vingi ambavyo Mungu amekubarikia na kutunza. Katika kipindi hiki ambacho tunamshukuru Mungu kuelekea kwenye haya mavuno yetu, tunamshukuru Mungu, tumepata jua, tumepata mvua, tumepata ulinzi, tumepata neema yake, na kwa sababu hiyo tunakuja mbele zake kusema tu neno la asante. Asante yetu hailingani na ukuu wake Mungu. Asante yetu hailingani na alivyotutendea Mungu. Tunatoa kidogo kati ya vingi ambavyo Mungu ametutendea kwenye maisha yetu. Na mtunga Zaburi anasema watu na wamshukuru Mungu, nchi imetoa mazao yake. Nchi inapotoa mazao yake, maana yake ya kwamba majani yanapochipuka, majani hayana maana tu majani ya mimea, majani ya baraka pia, majani ya mafanikio pia, majani ya uwezo pia. Yote haya yanaitwa majani. Kwa lugha rahisi, tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametutendea matendo makuu. Nikaribishe msharika wa Segerea, na wewe unapata nafasi ya kusikiliza sehemu ya haya maelezo, kujumuika pamoja nasi katika Jumapili hii ya tarehe 9 ya mwezi huu wa 11 kwa ajili ya ibada itakayoanza saa 1 kamili asubuhi. Nitawakaribisha, nitapokea mavuno, nitamwomba Mungu nikiwa kuhani nikuachilie baraka za kuendelea kuishi na Mungu na kutembea na Mungu. Mungu akubariki sasa na hata milele. Amen. Umshukuru Bwana kwa yote hayo, ni kwa neema yake kakupa hayo. Umshukuru Bwana kwa yote